Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu muhimu, kipindi cha mkate wa leo. Asante kwa wewe ambaye umekuwa ukifuatilia. Naamini utabaki jinsi ulivyo, utabadilika kabisa. Mtazamo wako utakuwa mwingine kabisa. Tunajifunza jinsi Yesu anavyoiona dhambi. Tunajifunza jinsi Yesu anavyoiona dhambi. Nilikwambia dhambi ndio itakayowapeleka watu jehanamu. Na sisi ambao ni wanadamu tuna mtazamo wetu wa namna kuiona dhambi, lakini Yesu mwenyewe anaiona kwa namna ya kipekee. Hapa tuone mfano jinsi anavyoiona. Injili ya Yohana sura ya kwanza. Hapa Injili ya Yohana sura ya kwanza. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Yote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Ilikuwako nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, na bila shaka unafurahia kipindi hiki. Hata mimi ninafurahia, maana kuna mambo najifunza humu ya ajabu sana. Sasa tunaangalia hapa jinsi Yesu anavyoiona dhambi. Kwenye mstari wa 10 tukiona hapa jinsi Yesu anavyoiona dhambi, 10, 11 na 12. Anasema alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Maana yake yeye ndio muumbaji wa ulimwengu, lakini cha ajabu, walimwengu alipokuja hawakumtambua. Wale walioumbwa na yeye alipotokea hawakumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Alikuja kwake wapi? Kwenye ulimwengu wake. Alikuja kwake kwenye uumbaji wake, lakini anasema walimwengu hawakumpokea. Alipokuja kwao, wala hawakumtambua na wala hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Baadhi yao walimpokea, ila wengi hawakumpokea. Lakini baadhi yao walimpokea, akawafanya kuwa watoto wa Mungu. Hapa dhambi inaonekana wapi? Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Hiyo ndiyo dhambi. Alipokuja kwake, sasa wale aliowafuata hawakumkubali, hawakumtaka, wakamfukuzia mbali, wakamuwilia mbali, hawakumpenda kabisa, wala hawakutaka kumsikiliza. Wakambeza, wakamfyolea, wakamtukana, wakamtemea na mate, wakamtupa nje. Yeye alikuja kwao, lakini wakamkataa. Kwa hiyo ndiyo dhambi. Dhambi ni kumkataa, kuto kumpokea Yesu Kristo. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo dhambi hapa ni kutokumpokea Yesu Kristo. Usipompokea Yesu Kristo, kwako ni dhambi, na dhambi itakupeleka jehanamu. Kwa hiyo wote ambao hawajampokea Yesu Kristo, ni dhambi kwao. Hiyo ni dhambi kwao, na ya kwamba jehanamu wataenda. Bali wote waliompokea, hao ni watoto wa Mungu. Atakapotokea mara ya pili, watakwenda pamoja naye kufurahi katika utukufu wake.
Kwa hiyo dhambi ni kutokumpokea Yesu Kristo. Je, umeshampokea Yesu Kristo? Mungu akubariki sana. Wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe si mtu wa Mungu tena, bali wewe ni mtoto wa Mungu. Maana kuna tofauti kati ya mtu wa Mungu na mtoto wa Mungu. Kwa hiyo kama umeshampokea Yesu Kristo, hauitwi tena mtu wa Mungu, bali unaitwa mtoto wa Mungu. Wewe ambaye hujampokea Yesu Kristo, wewe ni mtu wa Mungu, na hawezi kukana kwamba alikuumba. Wewe ni wa kwake, umeumbwa na yeye. Kwa sababu hiyo basi dhambi inabaki kwako, kwa sababu hujampokea, bali wote waliompokea hao dhambi yao imeondolewa. Kwa hiyo dhambi, unaona hapa, ni kutokumpokea Yesu Kristo. Mungu akubariki wewe ambaye ni mwana wa Mungu. Kila siku endelea kumfurahia huyu Mungu na kumtumikia kwa moyo. Nami nikuombe usiache kusubscribe kwa wewe ambaye bado, na kuniunga mkono kwa mtindo huo. Mungu wa mbinguni atakubarikia. Nitakie kila laheri. Tutane kwenye kipindi kingine kinachokuja, na Mungu wa mbinguni akubariki kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.